Glory to God, glory to God. Nataka kuomba hapa kwa mtu yoyote ambaye anasumbuliwa na roho ya kukataliwa kwenye eneo lolote ambalo unasikia kuna kitu chako kinakwama. Nataka niombe kwa ajili yako, lakini tupate nafasi ya kutoa sadaka kwanza. Funika macho yako, shika sadaka yako. Mungu uliye hai, sifa na heshima ni za kwako. Asante kwa ajili ya neema hii, asante kwa ajili ya uwezo wako, asante kwa ajili ya neno lako. Ninaomba pokea sadaka hii. Unatufundisha maneno mazuri. Asante kwa sababu unapotufinyanga, wanatuangalia tulivyokaa kienyeji wanatukataa, lakini hawajui mfinyanzi yuko kazini. Wanapotutazama Bwana, wanaona ni sura ile ile ya yule mtu ambaye walikuwa wanamkataa, lakini hawajui kitu unachofinyanga ndani ya mioyo yetu. Hawajui kitu unachofinyanga kwenye nafsi zetu. Hawajui Bwana, wewe tupe neema juu yetu na juu yao, ili Bwana waweze kukubali kazi yako. Maana wanapokataa kile ulichofinyanga, kile ambacho umekifinyanga, kama vile Anania alivyokuwa anamkataa Paulo, hakujua ni chombo chako, alikuwa anakataa kazi yako ambayo Bwana umeiweka kwa ajili ya kubeba jina lako. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, inawezekana familia yake inamkataa, lakini hawajui ni chombo kiteule kwa ajili ya familia hiyo. Hata Yusufu walimkataa, lakini walimfuata baadaye. Bwana, walimfuata baadaye. Hawakujua ya kwamba walikuwa wanataka kuua kile ambacho kilikuwa kimebeba neema yao kwa msimu huo. Mungu, katika jina la Yesu, kwa sadaka hizi tunaweka mioyo yetu Bwana katika madhabahu yako. Pokea Bwana, katika jina la Yesu. Tukumbuke Bwana, yoyote yule ambaye anapita kwenye eneo lolote la kukataliwa, Mungu zungumza na moyo wake, ajue ya kwamba liko tumaini. Hilo jambo ni kwa muda tu. 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 Kwa nini? Kwa sababu Yesu alisema litabomolewa hekalu hili na kwa siku 3 watalijenga upya. Bwana, wanaona limebomolewa, hawajamjua yule aliyetabiria kwamba litajengwa tena kwa siku 3. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, sema na mtoto wako Bwana. Inawezekana siku 3 zake zimeshakuwa nyingi, lakini Bwana, siku 3 kwako ni siku 3. Siku ya utatu ni ya kuinuliwa, ni siku ya kufufuliwa, ni siku ya kutembezwa katika kusudi lako, ni siku ya neema yako inafunuliwa Bwana kwa ajili yake. Asante kwa roho wa ufufuo ambaye yuko tena ndani yetu Bwana, na katika uwanja huu, katika jina la Yesu Kristo, ili kufufua tumaini tena, kwamba katika kukataliwa kuna kukubalika tena, katika kukataliwa kuna kukubalika tena, katika kukataliwa kuna kukubalika tena, katika kukataliwa kuna kukubalika tena. Neema yako tu peke yako ndio inaweza katuvusha wakati mbele yetu kukataliwa kumesimama, katika jina la Yesu, ili tusije tukajivuna kwamba tumepita kwa sababu ya nguvu zetu, bali kwa nguvu zako. Tusije tukapita kwa sababu tuna Anania anayetufahamu, lakini tuna Anania ambaye anatukwepa, lakini umemshika wewe mwenyewe, na yeye anajua kama si Bwana nisingeenda, kama si Bwana nisingeenda, kama si Bwana nisingeenda. Na Paulo naye anasema kama si Bwana Anania asingekuja, kwa sababu mazingira ya kawaida yanakataa msaada wa Anania kwenda kwa Paulo. Msaada wa Mungu alionao Anania na uhozi peke yake, na kusema hauwezi kwenda kwa muuaji. Mungu, katika jina lile lipitalo kila jina, asante kwa sababu wewe ni Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jesus, pokea sadaka hizi Bwana, na zina wale wengine wote wanaotoa. Kama kuna mtu anapata shida ofisini, nyumbani, kanisani kwake, kwenye mtaa wake, neema yako inajua namna ya kumtoa, katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Nyanyua mikono yako juu kwa Bwana. Wewe unayetufuatilia mahali popote pale ulipo, katika maombi hakuna umbali, palipo na imani hakuna umbali. Tunapoomba, unapofuatilia sala hii, omba kama vile uko peke yako mbele za Bwana. Ameacha kila kitu kukusikiliza wewe, na Yesu yuko pale, mkono wake wa kuume akikuombea. Kwa nini? Kwa sababu alikataliwa na yeye, lakini akavuka.
akavuka. Walimkataa, lakini anahubiriwa dunia nzima. Walisema ni mwongo, lakini yuko dunia nzima. Fuata maneno haya, chukua sala ikuwa ni ya kwako. Sema, Mungu Baba, ninakuja mbele zako katika neema yako, katika neema yako iliyofunuliwa msalabani kwa ajili yangu. Naomba unisaidie. Nahitaji msaada wako. Nahitaji msaada wako. Nahitaji msaada wako. Nahitaji msaada wako. Katika jina la Yesu. Ninaomba rehema zako. Naomba rehema zako juu ya maisha yangu. Naomba unisamehe mahali popote, maisha yoyote, kwa namna yoyote sijakupendeza. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unitakase kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, nipate kibali katika madhabahu ya huko mbinguni. Nipate kusikilizwa. Nipate kusikilizwa. Nipate kusikilizwa juu ya tatizo nililo nalo, na roho ya kukataliwa, na roho ya kukataliwa. Mungu, naomba msaada. Naomba msaada. Nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako ya kwamba ndani ya neema ambayo nimeipokea katika Kristo Yesu, katika Kristo Yesu, ndani yake kuna msaada wa kupambana na kunishindia na roho ya kukataliwa katika jina la Yesu. Nimefungua moyo wangu na kukaribisha kwa upya, Bwana Yesu, na neema yako na msaada wako na kibali chako katika jina la Yesu. Endelea kunifinyanga, endelea kunitengeneza. Chochote kilichosababisha nikakataliwa, neema yako iingie kati, Bwana, ipate kunisaidia katika jina la Yesu. Kama ni kitu kibaya kwa upande wa kwangu, kipate kuondolewa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama ni roho ya kukataliwa upande ule mwingine ambao wananikataa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, kwa msaada wa msalaba wako, kwa msaada wa msalaba wako, neema yako iinue nguvu na uweza wa kupambana na kushinda na roho hiyo ya kunikataa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho ya kunikataa, ninawakataa sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nami nafunguliwa katika kukataliwa, maneno yote, roho ya kukataliwa yaliyotamkwa juu yangu ili niendelee kukataliwa katika jina la Yesu. Ninayatangua, nami natangaza hayatastawi, hayatakuwepo, hayataendelea, hayatakuwepo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nami natamka kukubalika tena kwa msaada wa Mungu, kwa msaada wa neema katika jina la Yesu. Kuanzia sasa, milango yote iliyokuwa imefungwa na roho ya kukataliwa inafunguliwa sasa kwa damu ya Yesu, katika neema ya Kristo, katika neema ya Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, endelea kunifinyanga kwa hatua inayofuata, maana mlango umefunguka, naenda hatua nyingine. Mlango umefunguka, naenda hatua nyingine. Nifinyange Bwana kwa hatua iliyoko mbele yangu, katika jina la Yesu, 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 katika jina. Endelea sasa. Mueleze Mungu eneo, kila mtu ana eneo la kwake aliloikataliwa. Tamka vile nilivyokuwa natamka, itangazie roho ya kukataliwa, maana inasikia. Ilitumwa mbele yako, ilitumwa kwenye malango yako, ilitumwa kwenye ofisi, ilitumwa kwenye vikao, ilitumwa kwenye ndoto.
ilitumwa kwenye vikao, ikatumwa na kwenye vijiwe, wakakujadili kwenye vijiwe, wakakujadili kwenye familia. Iambie roho ya kukataliwa, muda wako umefika wa kuachana na mimi, na kuachana na jina langu, na kuachana na kusudi la Bwana kwenye maisha yangu, na kuachana na kipawa Mungu alichonipa, na kuachana na elimu ambayo Mungu amenipa, katika jina la Yesu. Mwambie roho ya kukataliwa, yatosha. Nimeingia ofisi na ofisi kutafuta kazi, nimekataliwa. Yatosha, 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 yatosha. Nitafunguliwa mlango, ninafunguliwa mlango wa kupewa kazi, maana Mungu hakufanya hasara kuniandaa miaka yote hiyo. Rapaka rapako, roho ya kukataliwa kwenye biashara, kwenye biashara wengine wanapata, wewe upati. Rasatara mandara bako resendara paka rapaka ramandara rakokoriandara pa. Itamkie hiyo roho ya kukataliwa iliyosemwa juu ya vitu ambavyo unafanya biashara navyo, katika jina la Yesu Kristo. Viachie, viachie biashara yako. Roho ya kukataliwa iachie biashara, iachie biashara yako. Biashara yako ipate kibali kwa neema ya Mungu afundishaye kupata faida, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rapakaramanda. Kipawa chako kimekataliwa kanisani, lakini hakijakataliwa kwa Mungu. Kimekataliwa kanisani, lakini hakijakataliwa kwa Mungu. Na Bwana wa kanisa anaitwa Yesu aliyekupa hicho kipawa, na kwa sababu hiyo milango ya kanisa inafunguliwa kwa ajili yako, inafunguliwa kwa ajili yako. Mungu aendelee kukufinyanga, aendelee kukufinyanga, aendelee kukufinyanga, aendelee kukufinyanga, aendelee kukufinyanga. Na wao waliokuwa na kukataa wafinyangwe na wao, wafinyangwe na wao, ili wapokee neema ya kuona kilichoko ndani yako. Rapakarabashanda resenda rapaka rasanda rapako resenda rapaka rashanda rapako resenda rapako. Ropoka, neema ya Mungu izidi juu yako. Kibali cha Bwana kizidi juu yako kwenye eneo ambalo ulikuwa unapata shida, kwenye eneo ambalo ulikuwa unapata shida. Neema ya Mungu izidi ndani yako, na kwa ajili yako usonge mbele, ukaione siku njema tena. Rapa kokorianda rapa.